Katika muktadha mpana wa kitaifa, Tanzania imepiga hatua katika kuimarisha usawa wa kijinsia, hususan katika sekta ya elimu. Takwimu zinaonyesha kuwa katika elimu ya msingi usawa wa kijinsia umefikiwa kwa kiwango kikubwa, ambapo zaidi ya 50% ya wanafunzi wanaoanza darasa la kwanza ni wasichana. Hata hivyo, katika elimu ya juu, takwimu zinaonyesha kuwa wanawake bado wanachangia takriban 40 hadi 48 ya wanafunzi wote, na katika baadhi ya fani za sayansi na teknolojia uwiano huu hushuka zaidi. Hii inaonyesha kuwa pamoja na mafanikio, bado kuna pengo linalohitaji juhudi za makusudi kuliziba. Ndugu washiriki, pamoja na mafanikio yaliyopo, bado tunakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazokwamisha jitihada za kufikia usawa wa kijinsia. Tafiti za kijamii zinaonyesha kuwa sehemu kubwa ya wanawake bado wanakumbana na vikwazo vya kijamii na kiuchumi vinavyopunguza ushiriki wao katika ajira na uongozi. Aidha, tafiti zinaonyesha kuwa matokeo ya ukatili wa kijinsia yanaathiri kundi kubwa la vijana, jambo linaloathiri ustawi wa kielimu na kijamii. Hali hii inatukumbusha kuwa usawa wa kijinsia hauwezi kufikiwa bila kuhakikisha mazingira ni salama, yanaheshimu utu wa kila mtu na yanayotoa haki sawa kwa wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa hivi Chuo cha Elimu ya Biashara kina watumishi 524 na 79 wako masomo ya juu, yani level ya masters na level ya PhD, na tumekuwa tukifanya hivi ili kuhakikisha kwamba wanataaluma wote wanaoajiriwa wanaenda kupata elimu ya juu. Kama inatoa ndani ya chuo wamekuwa wanapata masters hapa, lakini tumekuwa tunapeleka vyuo ndani na nje ya Tanzania, na hawa watumishi nao wataja 7 tu ndio wanasoma masters hapa ndani ya Chuo cha Elimu ya Biashara, lakini wengi wako vyuo vingine vya elimu hapa Tanzania, lakini na vyuo vingine ambavyo tuna mashirikiana nao kule China kama Southern Western University of Finance and Economics, University of Eastern Finland, St. Petersburg University pamoja na vyuo vingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha kwamba gender inakuwa inclusive, yani masuala ya kijinsia yanakuwa inclusive kwenye curriculum yetu, mwaka 2022 tulifanya tracer study na ilituelimisha mambo mengi. Ilituambia kwamba 1/3 of our students wanaajiriwa na 1/3 wanajiajiri wenyewe. Na ile pia iliweza kutuambia kwamba mambo ya gender yanatakiwa yawe included kwenye content zetu. Kwa wakati tunarejea, tulihakikisha mitaala yetu inakuwa gender sensitive, ambayo tumeweza kuifundisha kuanzia 2023. Inajumuisha mambo yote ya teknolojia, masuala ya ujasiriamali yanafundishwa kwenye mitaala yetu yote, na mambo mengine kama professional ethics ambayo tunajua pia ni changamoto tukienda kule kwenye soko la ajira. Kwa hiyo tumeyaweka kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wana professional kwenye kila professional course wanajifunza yale mambo ya kimaadili yanayohitajika kwenye ile program. Kwa sababu sisi tukija kusoma tunaangalia picha yako kwenye administration, strategic plan yako ikoje, ina mlengo wa kijinsia, budgeting process inajali jinsia, inahusisha watu kutoka ngazi ya idara, au head anajifungia ana submit budget kwako, anahusisha watu na anaangalia mahitaji ya me na ke. Jamani, usawa wa kijinsia ni mchakato mgumu na mzito. Mahitaji yetu yamepishana kati ya me na ke kwenye idara. Kuna mahitaji yanayolenga masuala mazima ya mwili wa mwanamke na mwili wa mwanamume. Kuna masuala yatagusa HIV AIDS na jinsi ya kujikinga. Mwanamume na mwanamke wanajikinga kwa zana zipi za kike na za kiume, wananunua nini, bajeti imewekwa. Mimi sipindagi